tutapata wapi kicho chakula cha kiroho? Sasa tukajifunza mambo mengi kwamba tunapaswa kwenda mahali ambapo tutajifunza neno la Mungu kwa kina na kwa mapana, mahali ambapo patahubiriwa kweli ya neno la Mungu. Kwamba Biblia pia inatupa mwongozo wa wapi tuweze kuhudhuria ibada au kula neno, wapi tukaende tukale neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo siku ya leo, pamoja na mengi ambayo tulijifunza, ingetu tukayapitia Jumapili iliyopita, lakini leo Jumatano iliyopita, lakini tena leo wakati si Mungu siku kadhaa nikiwa katika maombi kwa ajili ya Mungu kunipa ujumbe wa Jumapili, nikashangaa ninavutwa tena, ninashawishika tena. Kuna kitu ndani ya amani fulani ndani ya moyo wangu kunisukuma kwamba kuna kitu cha kuendelea kujifunza siku ya leo. Amen. Amen. Kwa sababu ni muhimu sana. Hallelujah choose. Na kwa sababu hiyo sasa tutaendelea na hatua inayofuata. Hatua inayofuata kwamba sisi au mtu yote ambaye ameokolewa ni ni mwanafunzi. Yeyote ambaye ameokolewa, tutaanzia hapo leo. Yeyote aliyeokolewa ni mwanafunzi. Yeyote aliyeokoka ni mwanafunzi. Yeyote aliyeokoka ni mwanafunzi. Kwa hiyo kama ni mara yako kwanza leo, unaweza kuandika hivyo kitu cha somo au ukaandika kile ambacho ukuwepo, kwa sababu ndio tunaendelea. Amen. Amen choose. Kwa hiyo baada ya kuokolewa, watu wa Mungu, tunafanyika watoto wa Mungu. Tunafanyika watoto wa Mungu, lakini na kwa sababu ni watoto wa Mungu kama tulivyojifunza, lakini pia tunafanyika wanafunzi wa Yesu. Moja ya maagizo ambayo Mungu aliyatuagiza, ambayo ni Yesu, kwamba anasema nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mathayo 27 mstari wa 57. Mathayo 27 mstari wa 27. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Waliokuwa wameokoka walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Yeyote ambaye alikuwa ni mfuasi wa Yesu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Lakini pia tunaona katika Mathayo 28 mstari wa 19, Mathayo 28 mstari wa 19, tunaona maandiko yanasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Maana yake Mungu anataka twende ulimwenguni kote tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Amen. Mataifa yote kuwa wanafunzi wa nani? Yesu anapozungumza mataifa yote, anazungumza juu ya makabila yote, mataifa yote. Manake Wachina wanapaswa kuwa wanafunzi wa Yesu. Waarabu wanapaswa kuwa wanafunzi wa Yesu. Wahindi wanapaswa kuwa wanafunzi wa Yesu. Waafrika, wazungu na kadhalika na kadhalika na kadhalika, wote wanapaswa kuwa tuwafanye kuwa wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa Yesu. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo ndiye mwalimu wetu. Amen. Yesu ndiye mwalimu wetu. Yohana 13 mstari wa 13, utaona maandiko yanasema, yeye mwenyewe Yesu anakiri kwamba Yesu ni mwalimu wetu. Yesu ni mwalimu wetu. Yesu ni mwalimu wetu. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nani mwanena vema. Yesu anakiri kwamba yeye ni mwalimu, na kama yuko mwalimu ambaye ndio Yesu, kimsingi wanafunzi wapo, na wanafunzi ni wale wafuasi wa Yesu.
Amen. Nanyi mwanena vema, maana ndivyo ilivyo. Haleluya. Lakini pia maandiko yanasema Mungu ameweka wengine kuwa mitume, wengine walimu, wengine wachungaji na wainjilisti. Wa Efeso 4:11 mstari wa 12. Tutaona hapa maandiko yanaeleza tena kwamba amewaweka hawa, lengo lake ni kuwafunza wengine ambao sasa ni mimi na wewe. Baada ya Yesu kuondoka duniani, anatuagiza, anatupa jukumu la kwenda kuwafanya Wachina kwa wanafunzi wa Yesu, na anatupa jukumu la kuenda kuwafanya Waarabu wawe wanafunzi wa Yesu, anatupa jukumu la kuwafanya Wazungu wawe wanafunzi wa Yesu, anatupa jukumu la kuwafanya Wachina, Waafrika na wengine wote kuwa wanafunzi wa Yesu. Angalia Waefeso sura ya 4 mstari 11 hadi 12. Waefeso 4:11 hadi 12. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi, tuseme wote kwa sauti, kwa kusudi. Tuseme kwa sauti watu wa Mungu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Tuseme wote hivyo, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya, haleluya, haleluya Jose. Na ukiangalia katika Mathayo 28:19-20 utaona hapo, unaona hapa Yesu anatufundisha kitu tena. Anasema hapo, basi enendeni mkafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sikiliza mstari wa 20, anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Ametufundisha sisi, anataka tukawafundishe na wengine. Ninyi, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hivyo, na kwa sababu hiyo, manake ikiwa sisi ni wanafunzi sasa, mwanafunzi yeyote lazima awe mwaminifu katika kuhudhuria ibada. Mwanafunzi yeyote lazima awe mwaminifu kuhudhuria darasani, ili aweze kufanya vizuri mitihani, ili aweze kufaulu, ili aweze kuwa na uelewa, kwa sababu mwalimu anafundisha kwa utaratibu. Nikitoka somo moja anakwenda somo jingine, somo moja baada ya jingine, kwa utaratibu. Sasa mtoto huyu ambaye anahudhuria siku zote za anazohitajia kuwepo darasani, anakuwa na nafasi nzuri ya kuwa na uelewa wa kile ambacho mwalimu anataka au anafundisha. Amen. Na Ufunuo sura ya 2 mstari wa 11, utaona tunaposikiliza namna hiyo, tunapofuatilia neno la Mungu namna hiyo, tunapotega masikio yetu kwa ajili ya kusikia neno la Mungu, sasa ni rahisi